Rahby Digital, haki na ukweli. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Marekani haiwezi kupangiwa nini cha kufanya na Israeli. Hayo ni maneno na kauli iliyotolewa na balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, akijibu maswali ya wanahabari kupitia channel 12 ya Israeli. Na kusalimu, assalamu alaikum, amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila siku. Na mimi kama ada nimekuja tuzungumze mambo mawili matatu ambayo yanaendelea ulimwenguni, hasa ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Tujaribu kuangazia mambo yanayoendelea na kadhia zinazoendelea. Usisahau kutuunga mkono kwenye uboreshaji wa chaneli yetu hii kwa kuchangia kununua t-shirt zetu ambazo tunazitoa kwa ajili ya mchango zaidi. Hiyo ndio iko hivyo. Yes, tuunge mkono ili tuweze kufanya uboreshaji kabisa wa matangazo yetu hapa, usikivu, vifaa na vitu vingine. Tunakutegemea sana mdau wetu. Nataka nizungumze hili ambalo nimeanza nalo la balozi wa Marekani Mike Huckabee, anaposema kuwa Marekani haiwezi kupangiwa na Israeli nini cha kufanya. Kuhusu hasa alikuwa akijibu kuhusu uamuzi wa Marekani kuingia kwa makubaliano na Wahuthi bila kuishirikisha Israeli, kwa jinsi vyombo au taarifa zinazozisoma au taarifa zinazoripotiwa ulimwenguni. Nitaeleza mambo mawili aliyoulizwa. Aliulizwa swali hili, lakini akaulizwa swali la pili katika mpango mpya ambao ulikuwa umeandaliwa kati ya Marekani na Israeli ya kuratibu uingizaji wa misaada kule Gaza, na ilisemekana kuwa uratibu huu utasimamiwa kati ya Israeli na Marekani, ndio wataratibu uingizaji wa misaada ndani ya Gaza. Sasa tuanze na la kwanza. Marekani haiwezi kupangiwa na Israeli kuhusu amani yake au kuhusu nini wanachokifanya. Akiulizwa na channel 12, Mike Huckabee anasema swala hilo kuwa Marekani iliona kuna mantiki ya maana ya kufanya makubaliano na Wahuthi, kama hapo awali nilipoeleza kuwa hili swala, haya makubaliano yameleta mshtuko mkubwa si tu ndani ya Israeli lakini katika ulimwengu duniani. Imeleta mshtuko, lakini imeleta maswali. Licha ya kuwa kuna maswali, lakini kwa watu wengine bado wanatufanya tufikirie zaidi kwa sababu ya aina ya hawa pacha wawili, jinsi ambavyo hutembea kwenye njia moja. Sasa kadri muda unavyokwenda na haya yanavyojiri, tunaona kama vile kuna gepo, kama vile kuna mpasuko fulani. Vyombo vya habari kadhaa vya Israel vimeripoti kuwa kuna sintofahamu inataka kukua hivi sasa kati ya Donald Trump na Netanyahu, ambayo baadhi ya vyombo vya habari vinadai kuwa serikali ya Marekani inamshutumu Netanyahu kwa kuwadanganya. Yani mipango yake ambayo huwa anawapelekea na plani zake sio za ukweli. Nadhani itakuwa serikali hii inarudia, kwa sababu kauli hizi tulizisikia wakati wa utawala wa Biden kuwa Netanyahu anatudanganya, na ndio maana Biden alichukua hatua kadhaa dhidi ya utawala wa Netanyahu wakati huo, na yeye akilalamikia hilo swala la kusema kuwa Netanyahu alikuwa anatudanganya, hatuambii ukweli. Kwa hiyo tuamini kipi kwenye kipi? Yani sasa tuishi kwa kuamini kuwa kweli hivi sasa kuna ugomvi kati ya Israeli na Marekani? Hebu fikiria mara mbili kuwa fikiria kuwa Donald Trump ana ziara ya Mashariki ya Kati kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 16, na official countries ambazo zimethibitisha ambazo atazitembelea, ataanza na Saudi Arabia, atakwenda Emirates na atakwenda Qatar. Hizi ni nchi tatu ambazo zimetajwa kiuhakika kuwa Trump ziara yake itagusa hapa. Sasa katika hizi nchi tatu, safari ya Mashariki ya Kati, hakuna trip ya kwenda Israeli. Eleweni, mpaka nazungumza na wewe tarehe ya leo, bado hakuna taarifa iliyotolewa na White House kuwa Trump atakuwa na kituo ndani ya Israeli, isipokuwa balozi wa Israeli ndani ya Marekani amekuwa akiwasiliana na serikali ya Marekani angalau wamuombe Trump hata apite tu Tel Aviv, kwa sababu ili iweze kuweka mambo sawa. Kwa kitendo hiki na vyombo vya habari jinsi vinavyoandika, mvutano unaoendelea kati ya Trump
na huyu mwenzake Netanyahu unaleta maswali, ikiwa Trump atakwenda Mashariki ya Kati halafu asifike Israeli, kuwa maswali yatakuwa mengi. Kweli huu ugomvi ni official au ni ule ugomvi ambao tunahisi umeandikwa kwenye script? Kuna vitu viwili ambavyo huwa viko tofauti. Kuna Israeli halafu kuna kiongozi, halafu kuna Marekani halafu kuna kiongozi. Hivi ni vitu viwili. Wakati wa utawala wa Biden kulikuwa kuna ugomvi mkali kati ya Biden na Netanyahu, na hilo tulilishuhudia. Nadhani nilielezea kwa kina mliokuwa mkinifuatilia toka wakati huo. Nilizungumza kwenye usitishaji wa vita, nikasema haitotokea mpaka uchaguzi umalizike, kwa sababu ilikuwa ni kampeni. Netanyahu alitumia muda mwingi sana kumfanyia kampeni Trump kurejea kwake madarakani, lakini akihakikisha kuwa anashindwa Kamala Harris na Democrat wenzake. Hilo walilitumia kwa nafasi kubwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna ugomvi binafsi kati ya Biden na Netanyahu toka wakati huo, lakini hapakuwa na ugomvi wowote kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Israel. Ndio maana unaona kuwa ule ushirikiano huwa haujalishi nani yupo, Marekani itaendelea kutoa usaidizi wake wa Israeli jinsi ulivyo. Kwa hiyo hata hivi sasa inawezekana kuna hili vuguvugu au hili fukuto ambalo linaendelea kati ya Trump na Netanyahu, lakini huu ni ugomvi kati ya Trump na Netanyahu, sio ugomvi wa Marekani na Israel. Ifahamike, si ugomvi wa Marekani na Israel, isipokuwa ni ugomvi wa Netanyahu. Kama huu ni ugomvi unahusu Trump na Netanyahu, hauhusu serikali mbili, hauwezi kutarajia kuona kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote makubwa ya sera za nje za Marekani, kwa sababu sera za Marekani kwa Israeli hazijawahi kubadilika. Toka mkataba uliosainiwa nyuma akaja akauboresha Barack Obama wa kuipatia Israeli fedha mpaka imefikia 3.8 bilioni ambazo Marekani huzitoa, haukuwahi kubadilika. Hata akija nani utabaki vile vile. Yaani ushiriki wa serikali ya Marekani kwa Israeli unabaki vile vile. Sasa alilokuwa analisema balozi wa Marekani Mike Huckabee kuwa sisi hatutaki amri ya Israeli kufikia makubaliano, kwa sababu Marekani imekufikia makubaliano na Wahuthi kuwa hawatoshambuliana, meli hazitoshambuliwa. Lakini mark my word, chukua maneno yangu, makubaliano haya, makubaliano ya Wahuthi pamoja na Israeli, na yaona kwa jicho la uchambuzi na maoni ya wengine kuwa ni makubaliano ya kupoza upepo. Hebu fikiria kwa akili yako kuwa Wahuthi unaowajua wewe, kazi yao kurusha makombora. Wahuthi ambao hawamwogopi yoyote kugombana naye. Wahuthi ambao wanaamini kuwa hawana cha kupoteza. Wahuthi ambao wamepiga mstari kuwa adui yao ni Marekani na Israeli. Sasa katikati ya mzozo ambao Marekani amewashambulia vilivyo, Donald Trump anasafiri kwenda Mashariki ya Kati, sehemu ndogo sana kutoka kwao ambapo wanaweza wakamfikia. Unadhani nini kinatokea? Hebu fikiria kuwa Israeli, nchi ambayo ina ulinzi wa hali ya juu kwa mifumo ya anga, ulinzi wa anga. Mashariki ya Kati hakuna nchi yenye ulinzi wa anga kuzidi Israeli. Mifumo iliyopo inaweza kuilinda. Sasa nchi yenye mifumo na ulinzi inaweza kupitika kombora likaenda likapiga mpaka nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa, kupita mifumo ya ulinzi ya kimataifa iliyopo katika nchi hii. Wanagusa nchi yenye ulinzi, elewa. Sasa Marekani au Donald Trump atasafiri kwenda kwenye nchi ambazo hazina nusu ya ulinzi alionao Israeli. Saudi Arabia, atakwenda Qatar, atakwenda Imarati. Nusu ya ulinzi wa anga alionao Israeli wao hawana. Usalama wa Trump ukoje? Aje hali ya kuwa kuna mzozo? Hali itakuwaje? Kwa hiyo unaweza kufanya nini? Unaweka taulo chini, unasema hebu tushikane mikono kidogo. Lakini anaweza kuahirisha safari, akasema kuwa hivi sasa kwa sababu ya swala la kiusalama tunaahirisha safari Mashariki ya Kati. Kwa nchi kama Marekani unaahirisha safari kwa sababu ya usalama, tishio la usalama liko wapi? Liko Yemen kwa Wahuthi. Kwa Marekani ni aibu. Tunafanya nini? Kubalini. Wekeni tuzungumze haya maswala ili swala lipite. Kwa hiyo maoni ya wachambuzi na maoni ya kimataifa ambayo watu wengi wanayaona ni kuwa makubaliano ya Wahuthi na Marekani ni makubaliano ya muda ambao Marekani ameandika script vizuri kumshirikisha Israeli kuwa Israeli akae upande, halafu wao waweze kumaliza hili. Ukiyatazama unaona kabisa kuwa ni makubaliano ya kupisha ziara ya Donald Trump Mashariki ya Kati. Hakuna kingine. Ni makubaliano ya kupitisha ziara ya Donald Trump aweze kuja Mashariki ya Kati salama na kuondoka, kwa sababu tumesha malizana na nyinyi, hatupigani tena. Kwa nini mtushambulia? Haiwezekani hili. Kwa hiyo inabidi tupishe hili swala litokee. Kwa hiyo haya makubaliano yako kwa njia hiyo. Nimeongea kwa kifupi. Na kuhusu ugomvi,
ugomvi unaweza ukawepo kwa sababu tayari kulikuwa kuna ugomvi kabla. Wakati wa utawala wa Biden tayari kulikuwa kuna ugomvi wa Trump na Netanyahu ulikuwepo, na huu ugomvi ulitokana na kuwa Trump awamu yake ya kwanza alifanya kazi kwa kuitumikia Israeli. Awamu yake ya kwanza madarakani, kama unakumbuka, alitumikia sana Israeli. Aliwapa Israeli mji mkuu wa Jerusalem, kuvunja sheria za kimataifa ambazo zilikuwa hazitambui Jerusalem kama ni mji mkuu wa Israeli. Akawapa Israel Golan Heights. Akaenda akawapa mkataba wa Abraham ambao uliwaingiza Imarati, ukawaingiza Bahrain, ukawaingiza Morocco, ukawaingiza Sudani, ukamuingiza na Chad. Hawa chini ya meza walipitia. Sasa aliipa mno zaidi Israel, na ndio maana kwenye kauli yake hata wakati wa kampeni anasema kuwa mimi ndio niliowapa zaidi kuliko rais yoyote wa Marekani, kuwapa zaidi Israeli kuliko rais yoyote. Ni kweli yeye aliwapa zaidi, hilo alizungumza. Lakini wakati yeye yuko kwenye uchaguzi na Biden, ule uchaguzi wa awamu ya kwanza, anataka kutetea kiti chake na Biden akamshinda Trump kwenye ile awamu, wakati anakataa kupinga matokeo kuwa mimi sijashindwa, anapigania kura zake, kiongozi wa kwanza duniani kumpongeza Biden alikuwa ni Netanyahu. Netanyahu ndio aliopiga simu ya kwanza kumpongeza Biden. Ilikuwa ni kero kwa Trump kuwa mtu niliyemuunga mkono kupita kiasi ndio amekuwa wa kwanza kunisaliti. Rudi kwenye kauli zake wakati anarudi madarakani kwanza, baada ya kuwatosa wenzake kina Nikki Haley, kina Mike Pence na kina Pompeo na kina nani, alisemaje? Ninahitaji viongozi wa kufanya nao kazi ambao ni waaminifu, wasiogeuka. Lile lilikuwa ni dongo analipeleka moja kwa moja kwa Netanyahu, kwa sababu Trump na Netanyahu wamekuja kuanza kuzungumza, kusemeshana. Tayari chama cha Republican kimeisha mteua tena Trump atagombea. Na baada ya kuona kuwa Netanyahu hapati kile anachokitaka kwa Biden, licha ya kuwa upande wa Biden hakuwa anakipata kile anachokitaka, Netanyahu akarudisha tena uhusiano wake na Trump wakati huo. Sasa Trump analo dukuduku lake kwa sababu ni mtu wa visasi, bado linamkereketa, analo hilo dukuduku. Hatujui kama ndio sasa anataka kulitumia lile dukuduku lake ili kumaliza Netanyahu katika kipindi hiki. Lakini inaweza ukawepo ugomvi binafsi, lakini hakuna ugomvi wa nchi kwa nchi, hilo lieleweke. Umoja wa Mataifa umekataa mpango ambao Marekani atausimamia na Israeli wa ugawaji wa misaada ya Gaza. Umekataa kabisa, anasema haiwezekani. Na hata leo shirika la Umoja wa Mataifa limechapisha taarifa la UNICEF kuwa halikubaliani na Israeli kuwa awe mgawaji wa misaada. Hatutaki. Na hilo amelizungumza pia, amejibu hilo swali balozi wa Marekani balozi wa Marekani ndani ya Israel, Mike Huckabee, amesema kuwa Marekani, Israeli, yani amesema Marekani pamoja na Israeli pamoja na Hamas hawatohusika kwa nafasi yoyote kwenye ugawaji wa misaada. Israeli atahusika kutoa usalama tu kwenye eneo la Gaza, lakini hatohusika kwenye usambazaji wa misaada. Shutuma ambazo amekuwa akipewa Israeli kwenye usambazaji, anatumia misaada kama starvation, acha kuwa ni njaa, lakini anatumia kuitumia kama ethnic cleanse, ile anasema utakaso wa kikabila. Yani mfano watu wa Tabata wana njaa, chakula hakipelekwi Tabata, chakula kinapelekwa Kimara. Kwa hiyo watu wa Tabata ili upate chakula inabidi uende Kimara. Ukienda Kimara huwezi kurudi Tabata. Sio, umeelewa? Ndio Israeli alikuwa anatumia mpango wa kuhamisha watu wa Gaza kwa staili hiyo, kuwa sehemu moja inafungiwa, kuwa huku hakitoingia chochote. Hawa watu wakikaa huku watakufa na njaa, lakini wanaambiwa kuwa mkienda sehemu ya pili mtapata msaada. Lakini wanafahamu kabisa ukienda sehemu ya pili hutorudi. Mtu atajaribu kuokoa nafsi yake tu, nitoke niende upande wa pili nikajiokoe. Kwa hiyo Israeli amekuwa akitumia misaada kama kuhamisha, ili yani kuwasogeza taratibu mpaka awafikishe pale wanapotaka. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umekataa, unasema kuwa hakuna Marekani, hakuna Hamas, hakuna Israeli ambao wataruhusiwa kusimamia swala la ugawaji wa misaada, isipokuwa Israeli peke yake atakuwa anasimamia usalama. Hii ni taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani ndani ya Israel, Mike Huckabee. Jiulize, balozi ana wadhifa gani? Ana maamuzi gani? Ana cheo gani cha kuamua vitu kama hivi? Marekani ana nafasi gani kwenye hili la kuliamua wakati mzozo ni kati ya Israeli na Palestina? Akili kumkichwa, ongeza za kwako. Jamani, asanteni. Nimezungumza sana kidogo leo. Rahby Digital, haki na ukweli.